Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, ndugu zangu, kama ilivyo ada na kawaida, leo ni siku nyingine tena tunaendelea katika darsa zetu, na hasa katika fani za aina mbalimbali. Na leo tunaendelea katika fani ya balagha, lakini yatambulike haya ni matunda kutoka katika chuo cha Ghazal Muslim School, chuo ambacho kilichoasisiwa mnamo mwaka 1943 katika mji wa Kigoma Ujiji, maeneo ya Kabondo, lakini kikiwa chini ya uasis kutoka kwa Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe pamoja na Sheikh Umar Himidi Mkunda. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie makaburi yao yawe ni viwanja miongoni mwa viwanja vya peponi. Allahumma amin. Lakini kadhalika tukiwa chini ya silsila na taaluma kutoka kwa Sheikh Mustafa bin Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe pamoja na Sheikh Dabbasi bin Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awape umri mrefu kabisa wenye kheri, salama, amani na mafanikio, kwa wao wametufunza sisi haya, nasi tunakumegea kidogo katika yale ambayo tumeyasoma kutoka kwa mashekh zetu. Ndugu zangu, bila shaka leo tunakwenda kutazama taqsimul isti'aratil musarraha, kwa maana migawanyiko ya isti'ara. Isti'ara ni maneno yanayoazimwa, lakini al-musarraha yaliyowekewa tasrihi, yani yamewekwa wazi katika hali za namna hiyo. Tunakwenda sawa? Naam. Katika lugha kuna maneno yanaweza kuazimwa. Yanapoazimwa yale maneno, basi yanaweza kuwekwa mahala kwa maana ya kile kilichoazimiwa mahala hapo. Tunakwenda sawa? Naam. Sasa tunasema taqsimul isti'aratil musarraha, kwa maana migawanyiko ya isti'ara iliyowekwa wazi, bi'itibari tarfaini. Hii ni kwa kufuata zile tarfu ngapi? Mbili. Kwa maana ncha ngapi? Mbili. Tunakwenda sawa? Naam. Ila inadiyatin wa wifaqiyah, yani isti'aratul musarraha inaweza kugawanyika katika sehemu ngapi? Sehemu ya kwanza inaitwa al-inadiyah, maana yake ni ile ya kupinga. Alafu sehemu ya pili al-wifaqiyah, kuwafiki jambo katika hali za namna hiyo. Linawezekana likachukuliwa neno likaazimwa likakaa mahala, lakini malengo yake ni kupinga, na inawezekana likachukuliwa neno likakaa mahala, malengo yake ni kusapoti katika hali za namna hiyo. Tunakwenda sawa? Naam. Ndio al-isti'aratul musarraha katika hali za namna hiyo. Tunakwenda sawa? Naam. Fal-inadiyah, tunapozungumza isti'ara kwa maana maneno yanayoazimwa au neno linaloazimwa, lakini al-inadiyah likawa lina tatizo au tabia ya kufanyaje? Kupinga. Hiya allati la yumkinu ijtima'u sarfaiha tarfaiha, hii ni te, ni ile ambayo haiwezi, la yumkinu ijtima'u, hakuwezekani kukusanyika, tarfaiha, hizi ncha zake mbili, fi shay'in wahidin, katika kitu kimoja, litanafihima, kwa sababu vinapingana hivyo vitu katika hali za namna hiyo. Tunakwenda sawa? Naam. Ukizungumza inadia ni ile ambayo haiwezekani kukusanya zile tarfu zake mbili katika kitu kimoja, kwa sababu zinapingana, zinapishana, ndio maana yake katika hali za namna hiyo. Tutaona hapa Lakini kadhalika wal wifaqiyah, lakini kadhalika na wifaqiyah ni nini? Hiya allati, ni ile ambayo yumkinu ijtima'u tarfaiha, inawezekana kukusanyika zile tarfu zake zote mbili, fi shay'in wahidi, katika kitu
Liadami tanafi, kwa sababu ndani yake hakuna kukataana, hakuna kupingana, vyote vinakubaliana, vinaweza kukaa mahala pamoja katika hali za namna hiyo. Tunakwenda sawa? Anti sabra, tunakwenda sawa? Majambo yaende katika hali za namna hiyo. Tunakwenda sawa? Mithalahuma au mithaluhuma, mfano wao, hiyo mifano miwili unasemaje? Ni kauluhu ta'ala, ni kauli ya Allah aliposema awaman kana maitan fa ahyainahu. Kiwahabi tunatafsiri kwanza kiwahabi, awaman kana maitan, hivi yoyote katika yule ambaye amekuwa mfu, sawa? Fa ahyainahu, kisha tukampa nini? Uhai. Naona mambo. Awaman kana maita, hivi yoyote miongoni mwa wale ambao waliokuwa wafu, fa ahyainahu, tukampa nini? Uhai. Hiyo ni tafsiri ya kiwahabi, kwa sababu mawahabi wana tafsiri ya neno kwa neno, maarifa ya maneno kwamba hili limeazimwa kukaa hapa hawana. Wao wanabwabwaja mambo tu. Ndio matokeo yake sasa, wakisikia Allahu fi samai wanatafsiri Mungu anakaa mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu fani hizi hawana. Hata kama watasema kwa midomo, si hatari sana kwa balagha, hamna kitu mzee. Kama unaijua balagha, lazima utakuwa unajua istiara iko wapi. Ili neno limeazimwa kuja hapa, hapakuwa na maana halisi ya hili neno, bali limeazimwa kwa ajili ya matumizi ya kilugha katika hali za namna hiyo. Tunakwenda sawa? Mmoja we mzee alikuwa anasema ile aamintum man fi sama, akasema hii fi inaitwa isti'la, akasahau kwamba Mwenyezi Mungu alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, Mwenyezi Mungu ameumba mbingu na mbingu saba kwa nini? Kwa matabaka tabaka. Wakati huo anasema Mungu amekataa, hayuko ndani ya nini? Ya mbingu. Wakati huo kasahau kama kuna aya Mungu kaumba mbingu kwa matabaka. Na huyo anatunadia kwamba Mungu huwa anashuka kuja katika wingu wa dunia. Maana yake akija katika wingu wa dunia, hizi mbingu zingine zilizokuwa juu yake, yeye anakuwa wapi? Hawi ndani. Shida ndio inakuja hapo sasa. Ndio maana tunasema ndugu zetu hawa mafahim zao zina matatizo. Mafuhumu zao ni shida katika hali za namna hii, kwa sababu wanakosa fani hizi. Ndio. Tunaona sawa? Awaman kana maitan fahyaina, kiwahabi, yoyote miongoni mwa wale watakao kuwa maiti kisha tukampa nini? Uhai. Je, malengo ndo hayo? Sikiliza maneno hizi, ni istiara mzee. Yani ameazimwa tu maneno. Hii ni suratul An'am aya ya 122. Aidalan, Allah anasema yoyote yule ambaye alikuwa maita. Neno maita maana yake limekusudiwa dhalan, aliyepotea. Sio maiti kwa maana kafa hana roho. Yani neno maiti hapa limeazimwa kwa maana ya dhalan, aliyefanyaje? Aliyepotea. Mwenyezi Mungu anamwambia bwana mtume, wa wajadaka dhalan fahada. Tunakwenda sawa? Tunafahamiana? Mungu anasema fahadainahu, tukamuongoza. Sawa? Maana yake hii au man kana maita, tafsiri sahihi sana ya istiara, yoyote yule ambaye aliyekuwa amepotea. Fa ahyainahu, maana yake tumemuongoza. Tunakwenda sawa? Kwa hiyo haya ni maneno yameazimwa tu, istiara, maneno ya kuazima haya yamekaa katika mahala haya. Sawa? Fa fi hadhihi al-aya, katika aya hii isti'aratan, zipo isti'ara ngapi? Pameazimwa maneno mangapi? Mawili. Aya al-ula, neno la kwanza, fi qawlihi maitan, katika neno maitan, yani aliyekufa, ismul fa'il hiyo. Sawa? Yani katika hali za namna hii, yoyote yule ambaye atakayekuwa maitan, kwa maana dhalan, amepotea. Sawa? Shubiha dhalalu, umefananishwa upotevu, bil mauti, na mtu aliyekufa. Kumbe pamefananishwa tu, ndio istiara inapokuwa. Tena bijami tarattubi nafil intifai, kwa sababu ya kukusanya ule utaratibu wote wa kukataa kunufaisha,
jamani, mtu kaisha kufa, anaweza kumchukua mtu akampeleka hospitali anayeumwa? Maana yake kwa sababu hiyo ndo anaitwa dhalan, kaisha potea. Na baada ya kufa ataonekana huyo mtu katika ardhi hii? Haonekani. Kafanyaje huyo? Sasa ndio maneno isti'ara ni maneno ya kuazima katika hali za namna hiyo. Tunaona sawa? Sasa Wahabi hapa yeye anatafsiri hivi vya juu juu, matokeo yake mnaanza kuleteana mashakil na matatizo makubwa kabisa. Tunakwenda sawa? Aya, fi kulli, katika kila jambo, wastu'ira almautu, na limeazimwa neno almautu lidhalal, kwa ajili ya tafsiri ya upotevu. Tunaona sawa? Washtuqa min almauti, lakini kadhalika na ikatoholewa kutoka katika neno almauti bimaana aldhalal, kwa maana upotevu. Neno maita kwa maana ismul fa'ili bimaana dhalalan, dhalan kwa maana kupotea. Sawa? Wa hiya inadiyatun liannahu la yumkinu ijtima'u almauti wadhalal fi shay'in wahida. Hii sasa inaitwa alisti'aratu alinadiyah. Kwa sababu gani? Kwa sababu haviwezi kukusanyika umauti na upotevu katika sehemu. Mtu kaisha kufa anapoteaje katika matendo yake? Kafa anapoteaje kwenye matendo? Hebu wewe sema tu ukweli. Unaweza kusema huyu kafa, alafu unasema kapotea huyu? Inawezekana? Akishakufa anafanya matendo ya kupotea au ya kuongoka tena? Kwa hiyo limeazimwa neno mzee, halina maana ya umauti kweli. Hapa limeazimwa neno kwa maana maiti, na kusudiwa hapa ni aliyefanyaje? Aliyepotea katika hali za namna hiyo. Tunaona sawa? Katika hadithul Qudsi, ukhti Sabra utakuwa unakumbuka, tulisoma maneno Mtume sallallahu alayhi, Mwenyezi Mungu anasema ya ibna adama, mwanadamu, ati' rabbaka fatusamma aqilan fala ta'sihi fatusamma jahilan, kwamba mtii Mola utakuwa na akili sawa, maana yake utakuwa hai. Wala ta'sihi, wala usimuasi Mwenyezi Mungu, fatusamma jahila, utakuwa mjinga na utakufa. Tunaona sawa? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kuwa katika makundi manne, usiwe kundi la tano, utaangamia, utakufa, ndo maana yake. Akasema kuna aliman, kwanza jitahidi uwe mjuzi, soma uwe mjuzi, au mutaaliman, au uwe ambao unafanyaje, unajifunza, usikubali kukaa bila kujifunza, au mustami'an, au uwe ni mtu ambaye unasikiliza sana. Sawa? Au muhibban, au uwe ni mtu ambaye unawapenda wale wenye maarifa na ilmu. Fala takun fil khamis, usiwe kundi la tano. Wewe sio usomi, haujifundishi, husikilizi, uwapendi na wenye ilmu. Wewe upo tu, basi wewe upo katika kundi la ngapi? La tano. Fatahalik, ukhti Sabra anakumbuka, anasema fatahalik, utafanyaje? Utaangamia. Kwa hiyo makundi manne ndo makundi ya nusra. Soma, sawa, kuwa mwenyewe tayari ushasoma, una ilmu, au jifunze, au sikiliza, au wapende wanaojua. Manne tu. La tano ukiwa haumo katika haya, wewe unaangamia. Fatahlik, utaangamia. Tunaona sawa? Tunafahamiana vizuri? Kwa hiyo hapa anasema hii ni inaitwa inadia. Kwa sababu gani? Liannahu la yumkinu ijtima'u almauti wadhalali fi shay'in wahidi, kwa sababu hapa hawezekani kukutanika umauti na upotevu katika kitu kimoja. Kitu ishakufa au mtu kishakufa, anapoteaje sasa? Ukishakufa jamani, kuna kusali tena? Kuna kufunga tena? Kuna kutoa sadaka tena? Fala saddaqa wala salla walakin kadhaba thumma dhahaba ila ahlihi aula laka fa aula thumma aula. Bas, kazi imekwisha. Sawa? Lakini jambo la pili, athania, sehemu ya pili ya isti'ara, inaitwa isti'aratul ihya'i lilhidayah. Imeazimwa neno lilihya, isti'aratul ihya, kwa maana isti'ara pameazimwa hilo neno la alhaya, uhai. Kwa nini? Lilhidayah, kwa maana ya uongofu. Sawa? Wa hiya wifaqiyatu, nayo inaitwa wifaqiyah, isti'aratul wifaqiyah. Sawa? Kwa nini? Liimkani ijtima'i alahya, kwa sababu kuna uwezekano wa kukusanyika uhai wal hidayah, na uongofu ndani yake. Ukiwa hai unaweza ukaongoka, ukishakufa ndio habari imepotea hiyo. Tunaona sawa?
haya fillahi ta'ala, tena ukuwa na uongofu kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma al-inadiyya, tunarudi sasa kufanya uchambuzi wa al-isti'aratu al-inadiyya. Kisha hii inadiyya kad takunu tamlihiyya, kuna wakati inawezekana ikaja isti'aratu al-inadiyatu at-tamlihiyya. Ikija isti'aratu al-inadiyatu at-tamlihiyya, maana yake kwa ajili ya kupendezesha majambo. Linaweza likazimwa neno la kwa ajili ya kufanyaje? Kupendezesha jambo katika hali za namna hiyo. Sasa lazima wewe unajua katika Qur'ani hii isti'ara ni isti'ara gani? Inadiyya ndiyo. Inadiyya gani? At-tamlihiyya ndiyo. Sasa ukishajua haya upati tabu na wahuni wale wanaokoroga aya na hadithi za bwana mtume Muhammadin. Tunafahamiana vizuri eh? Aya. Kad takunu tamlihiyatan, hii al-inadiyya inawezekana ikaja tamlihiyya, maana ya kufanyaje? Kupendezesha, kufanya kitu kipendeze. Ai al-maqsudu minha, kilichokusudiwa katika hiyo tamlihiyya ni nini? At-tamlihu wadh-dharfa, maana yake ni kupendezesha kitu na kukifanya kiwe na muonekano mzuri katika umma na jamii. Tunaelewana vizuri eh? Hiyo ndo balagha we mzee. Maneno ya isti'ara yanayoazimwa mawahabi hawajui mzee. Wao ni neno kwa neno, matokeo yake makelele duniani. Tunakwenda sawa? Tunafahamiana? Wakati takunu tahkimia, kuna wakati inaweza ikaja ikawa al-isti'aratu al-inadiyatu at-tahkimia. At-tahkimia maana yake ni ile kwa ajili ya kufanya nini? Kudharaulisha kitu, sawa, kukidharau kitu au kukifanyia istihzai, yani kufanyia istihza, kufanyia shere, yani kukidharaulisha, sawa. Ay al-maqsudu minha at-tahakkum wal-istihza, yani kwa maana maksudi ya isti'ara ikiwa isti'aratul inadiyati at-tahkimia, maana yake malengo ya msingi ni kwa ajili ya tahakkum, sawa, kudharau kitu, wal istihza ina kukifanyia shere kitu. Inaweza ikaja katika hali ya namna hiyo, sawa. Hapa inakuwaje? Bi an yusta'mala al-lafdhu fi dhiddi ma'nahu. Hapa sasa huwa panatumika tamko kinyume na maana yake. Wewe mzee anasema kuna mtu ameshikwa masikio. Sio hivi mzee. Kashikwa masikio maana yake kila anachoambiwa yeye anafuata, ndio maana yake. Si ndio hivyo mzee? Isti'ara hizo. Hizo inaitwa isti'ara. Tunakwenda sawa? Sasa anasema bi an yustamala al-lafdhu, pale ambapo linapotumiwa neno fi dhiddi ma'nahu, katika kinyume cha maana yake hasa. Na mfano kusema raaitu asadan, nimemuona simba, turidu jabbana, malengo yako nakusudia shujaa, mtu shujaa. Yani muona mtu shujaa unasema raaitu asadan, nimemuona simba. Kule kwetu Sheikh Mustafa watu walikuwa wakimwona sema simba wa mji huyo, simba. Hiyo ndio inaitwa isti'ara we mzee. Bi an yustamala al-lafdhu, ni pale ambapo panapotumiwa neno, tena neno hili linatumiwa fi dhiddi maana, kinyume cha maana yake katika hali za namna hiyo. Tunafahamiana vizuri eh? Sawa. Tena qasidan, mtu akiwa anakusudia at-tamlih, kupendezesha, kusifu, ndio anaweza kusema raaitu asadan, nimemuona nani? Kiwahabi hiyo. Lakini raaitu asadan, nimemuona mtu shujaa, hiyo ndio kimaarifa ya isti'ara. Tunakwenda sawa? Tunafahamiana vizuri? Wadharafa au itahakkum wasukhriya, au inawezekana ikaja neno kwa ajili ya kudharaulisha na kufanya maskhara, sawa. Wahuma allatan, na haya mambo mawili atahakkum wasukhriya, tanzilu fihima at-tadadu manzilata at-tanasubi, hupelekea fihima, katika haya mambo mawili ambayo ni at-tahakkum wasukhriya, at-tadadu manzila, kukinzana kimaeneo, al-mutanasab, at-tanasub, ambayo yalionasibiana. Mfano ukisema hivi, Mwenyezi Mungu anasema hivi, fabashirhum bi'adhabin alimin, wape bishara watu waovu ya kwamba wao watapata adhabu kali. Hivi neno bishara huwa linakuja katika jambo baya?
Bishara siku zote inakuja katika jambo jema, si ndivyo? Kwa nini hapa anasema fabashirhum, wape bishara? Si tunajua bishara ni jambo jema, sawa? Wape bishara. Huyu kabashiriwa 10 mubashirina bil janna, kuna watu 10 waliobashiriwa. Kwa hiyo kubashiri maana yake ni vitu vizuri vizuri, ndio maana yake. Sasa hapa anasema fabashirhum, wabashirie wao biadhabin alimin, ya kwamba wao watapata adhabu kali. Sasa hii ni bishara au ni nadhari? Si nadhari. Wahofishe, sio wape bishara. Lakini hapa tunaambiwa wabashiruhum, istiara we mzee, sawa? Atahakkum wasukhriya, alinadiyatu, sawa, watahakkumu wasukhriya, kwa mujibu wa watu wa balagha wanasema hivyo. Sasa haya mambo ndugu zetu wale wazee wa neno kwa neno hawayajui haya, ndio kelele zimekuwa mtihani. Mtu anakuambia arrahmanu ala al-arshi istawa, kwamba Mwenyezi Mungu amekaa juu ya arshi, kakaa. Ukafiri kabisa. Maana yake akikaa, hiyo arshi yenyewe itakuwa na uzito kuliko Mungu, si ndivyo? Lakini kadhalika itakuwa na uwezo kuliko Mungu. Mambo yao hivi jamani, si katika taratibu sahihi. Ndio ukisoma kuna kitabu kinaitwa Talbisu Jahamia cha mwamba huyo Ibn Taimia, wanasema Mungu, sawa, amekaa katika kiti chake cha enzi, alafu kadhalika malaika wamebeba kiti hicho na juu kakaa Mungu. Hebu sikilizeni haya maneno, wamebeba kiti cha Mungu, alafu na juu ya kicho kiti chenyewe Mungu kakaa. Wakajaribu kutaka kukiinua, kikawashinda kwa sababu ni uzito, ni kizito. Mungu akawaambia nisemeni la ilaha illa Allah. Wakasema la ilaha illa Allah. Waliposema la ilaha illa Allah, la haula wala quwata illa billahi al-ali al-azim, Mungu akawa mwepesi, wakamnyanyua Mungu, wakaanza kutembea naye pale. Wewe unaamini kuna Mungu wa namna hiyo? Sio Mungu ya Kihindi haya. Mungu kabisa, Allah kabisa awe hivyo. Alafu Mauzauza anasema na hata kama angetaka Mungu angekaa kwenye bawa la mbu, mbu akaruka akaenda kokote anapotaka. Ni akida sawa sawa hizi au ni akida za kikafiri? Yaani Mungu akae kwenye bawa la mbu. Angalia, yani huyo Mungu dhalili, yani amekuwa dhalili kwa kiwango gani mpaka akae kwenye bawa la mbu. Alafu mbu akaruka akaenda anapotaka, na Mungu akiwa yuko pale juu ya bawa la mbu. Huyo Mungu tena? Ndio akida za wenzetu, ujue ni shida tupu, matatizo matupu. Ndio maana tunasema sometime tulieni na watu wakae kimya, wasimwage ya kwenu. Ni hatari katika akida za mawahabi. Yaani ukitazama ni kufuru tupu, basi tu. Wakati mwingine tunafunika kombe ili yule jamaa apite, basi. Sawa. Kwa hiyo tukitazama hapa Mwenyezi Mungu anasema fabashirum, wapeni nini? Bishara kwamba watapata adhabu. Suratul Inshiqaq. Ustu'iratil bisharatu, limeazimwa neno bishara, allati hiya alkhabaru sar, ambazo ni habari za kufurahisha. Ukisikia neno bishara ni habari za kufurahisha. Lil indhari, ili neno limeazimwa likapelekwa katika habari za maumivu, sio tena za kufurahisha katika hali za namna hiyo. Sawa? Alladhi huwa dhiddu, ambacho ni kinyume chake. Bidkhali al-indhari fi jinsi al-bashari, kwa sababu kanuni ya hapa palitakiwa kuingia indhar, kukhofishwa, kuwekewa nadhara, kwa sababu katika jinsi ya al-bishara, katika bishara katika hali za namna hiyo. Badala ya kusema fanadhirhum, akasema fabashirhum bi'adhabil alim. Kwa hiyo ustu'ira, limeazimwa neno bishara likawekwa mahala pa nadhari katika hali za namna hiyo. Tunakwenda sawa? Aya tena ala sabili tahakum wal istiza. Na Mwenyezi Mungu amefanya hivyo, hii ni katika njia ya kuwadharau, lakini kadhalika na kuwafanyia maskhara. Peponi kuna motoni kuna raha. Katika mtu akiwa katika adhabu anakuwa anafurahi?
Kwa hiyo katika adhabu hakuna furaha, lakini Mungu kawafanyia maskhara, kawatamkia neno la furaha ili wakaone cha mtema kuni. Na hata sisi kuna wakati tunatumia maneno lakini nakuwa maklub, unaweza kuyageuza, sawa? Na usema jamaa mbaya huyu. Haukusudii kwa maana ni mbaya hivyo. Yaani unakusudia kumsifu katika kile anachokifanya kwamba anakijua vizuri zaidi. Si ndio hivyo tunavyosema? Basi yule jamaa mbaya sana yule. Kwa kujenga nyumba yule. Yule jamaa mbaya sana. Ukisikia vile wewe usianze kumkimbia, ndio msogelee, kwa sababu huyo mtu anajua sana, ndio maana yake. Sasa hizo zote inaitwa istiara we mzee. Kwa hiyo sasa jamaa zetu hivi vitu wanakosa. Na kwa kuwa wanakosa hivi vitu ndio utaona sasa shida inakuwa kubwa sana mitaani, duniani huko, kwa sababu hivi vitu hawana. Na hata wakisoma wanasoma tafsiri. Ikifika wakati wa kutumia sasa bana tunaweka kanuni hapa mbele katika hili jambo. Ndivyo walivyo. Sasa unamuuliza umesoma ili iwe nini? Kwa sababu anajua tu mkianza kufunua kanuni hizo kadondoka. Kwa hiyo anachokifanya tutaka sheria. Sheria yenyewe si mpaka uyajue maneno usahihi wake. Hivi kweli sheria inaweza ikaja tu bila yale maneno kuwa yametamkwa katika usahihi wake? Lazima yakae kwenye usahihi, alafu ndo sheria inakuja katika hali. Bila ya maneno haya kukaa katika usahihi wake, hiyo sheria yako haiji mzee. Haiji kabisa. Ndio maana wale wataalamu wanaocheza na vipengele vya sheria huwa wanacheza na maneno tu. Sawa? Alisema iwapo nikishindwa mimi katika uchaguzi nitaharibu nini? Nitaharibu nchi mathalan. Akishasema hivyo mtu. Sasa wana sheria wanachosema, wao wanachokifanya. Wanasema ikiwa nitashinda. Bado hajashinda huyu. Kwa hiyo hata mkimpeleka mahakamani pale anakushindeni, kwa sababu anasema hili neno ni ikiwa, ambao yahtamili, inawezekana likafanyika hilo tukio au inawezekana lisifanyike pia hilo tukio. Anawezekana akashindwa na asiharibu hiyo amani yenyewe. Kwa hiyo hamwezi kumchukua mtu mkaenda kumhukumu kwa neno ikitokea nitafanya, ikitokea alafu mkampeleka jela eti kwa sababu kasema ikitokea. Mtu hahukumiwi kwa ikitokea, mtu anahukumiwa kwa kufanya. Tunaelewana vizuri? Hauwezi kusema yani nikizini mimi nazini kweli kweli, alafu Mungu aseme kashazini huyu motoni. Haiwi hivyo mzee. Hukumu ni mpaka ufanye mzee, ndio unaandikiwa sasa fulani amezini. Lakini huwezi kuandikiwa eti umezini kwa sababu umesema tu leo nitazini, alafu unaandikiwa eti kashazini. Haipo hiyo mzee. Mpaka ufanye ndipo tena ndo rehema za Mwenyezi Mungu. Uzuri sasa wa Mwenyezi Mungu jinsi alivyotuwekea si waja wake. Jambo la kithawabu ukiliwekea nia, pale pale unaandikiwa thawabu kabla ya kulifanya lile jambo. Lakini jambo la madhambi ukiliwekea nia, hauandikiwi mpaka ulifanye. Naona mambo jinsi yalivyo. Unaona Mwenyezi Mungu anavyotupenda. Jambo la thawabu ukiliwekea nia na kusudia kufanya jambo kadha kesho au siku fulani, kabla ya kulifanya lile jambo, ile nia yako Mwenyezi Mungu anaanza kuandikia mazuri. Lakini ukakusudia kuzini, kesho nitakwenda kuzini, hauandikiwi mpaka ukazini. Ukitamani wale wanakuambia kuna mashairi wanasema kwamba ukitamani tendo la kuzini. Yaani ukitamani tu mwanamke anasema tayari umeshazini. Sasa hizo inaitwa zina sughra, ni zina ndogo. Haina maana kwamba kule kutamani kwako, kwa sababu kanuni pia hata hawa tunaooa, jambo la kwanza linaloanza ni kutamani. Ukishatamani unavutiwa. Ukishavutiwa unatia neno, nahitaji kuja kwenu. Hakuna mtu ambaye anakwenda kutia neno hajavutiwa, hayupo. Lazima kwanza uvutiwe. Yaani utamani kwanza. Ukishatamani utavutiwa. Ukishavutiwa unatia neno. Umeolewa? Sijaolewa. Kama hujaolewa naweza kuwekeza mimi. Haina shida. Njoo nyumbani.
ndio unaanza kufanya prosesi zako, unapeleka taarifa nyumbani, mambo yanakwenda, jambo linakwenda sawa sawa. Ndio inavyokuwa. Kwa hiyo kuzini kwa macho, si ukitamani unakuwa umezini, zote hizi zinaitwa ni zina ndogo ndogo, na huandiki madhambi mpaka ufanye. Ndio ilivyo. Ukifanya pale pale ndio unaandikiwa. Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema la yazni azani wa huwa mu'minun hina yazni. Anasema hazini yoyote anayezini, au kama qala, yoyote anayezini hali ya kuwa akiwa ni muumini. Mtu anapokwenda kuzini, naza minhu al-imanu kama yakhlau qamisahu min ra'sihi. Sawa? Yani huwa anavua imani yake kama jinsi ambavyo unavyomuona mtu anavua kanzu yake kupitia katika kichwa chake. Yani ukitoa hivi kanzu, hii kanzu kama vile hii, au ivuli huku chini, unavua jinsi unavovua vile, ndio imani na yenyewe unaweka pembeni yani. Na ndio maana utaona ukishafanya zina, ukimaliza tu pale pale imani ikirudi, lakini kwa nini mimi nimefanya? Mara nyingi sana anayezini baada ya zina tu anajuta. Mara nyingi. Awe mwanamume ni hivyo, hata awe mzoefu wa namna gani. Akimaliza tu kuzini tu pale ndo akili sasa, manake ile imani aliyoivua inarudi sasa. Anaona shamkosea Mola wangu. Hasemi tu, lakini iko hivyo. Kwa hiyo tunakwenda hivyo, sawa? Kwa hiyo ni muhimu sana tusome hizi fani, tuzijue. Hii balagha ndio mpango mzima. Kikosa hizi fani, wallahi utaburuzwa na wahuni hawa, watakusomea kauli nyingi, aya nyingi, hadithi nyingi. Unaelewa maana ya kukusanya vile vitu vingi? Ni ni kukuvuruga kuchanganya changanya. Uone kama anajua sana, kumbe anakariri sana, alafu alivyovileta vingi sana havijui. Ndio shida iko hivyo. Wewe watazama mawahabi utabaini hicho kitu. Aikuletea dalili, anakuletea mlolongo mzima. Inakuja hii kasema Imam Tabari, hapa kasema Imam Qurtubi, hapa kasema Imam nani. Katika jambo hilo kuna haja gani ya Qurtubi, Ibn Kathiri, vyote ulete pale? Maana yake ni nini? Katika jambo hilo moja. Maana yake ni ishara kutishe wewe, ili wewe ubabaike na ule wingi wa kuletewa vitu, yani dalili mengi sana, ubakie hapo badala ya kutazama zile dalili kazielewa. Na ndio maana sisi waga tubabaiki na yale. Tunaleta mavitabu kibao, kitabu hiki tunaweka angalia hapa, kitabu hiki tunaweka angalia hapa, kitabu hiki tunaweka, atubabaiki na hivyo hata siku hii. Kwa sababu tunaamini kabisa unavileta huvijui. Watu wakianza kupita katika hizo kanuni, unaumbuka mapema sana. Ndio maana watu hawapata kitabu. Shaleta pale Qurtubi, wewe umeelewa nini kwa Qurtubi hapa? Qurtubi kasema Mungu yuko mbinguni. Ndio kwa maneno haya. Kama maneno haya Qurtubi hajasema hivyo. Kwa sababu ushahidi hapa, hili neno lina maana kadha, hili kanuni yake ipo kadha, neno hili lipo kadha, kwa hiyo imani uleta uongo mtupu. Ndivyo ilivyo. Na ndio utaona watu watasaufu akuletee akurundiki hivi madalili hivi, akurundikia hata siku moja. Hata kuletea shekhe mmoja wa pili au mwanachuoni wa kwanza wa pili, afu anakuacha. Sio kwamba zile kauli zingine wanaviona wengine hawapo, wapo. Lakini inatosha. Hilo jambo moja unaletea vitabu 30. Vya nini sasa? Sikuwalaghai watu. Imam Qurtubi kasema hivi. Hilo jambo. Imam Nawawi kasema hivi. Hilo jambo. Imam kadha kasema hivi. Hilo jambo. Imam kadha kasema. Ndio nini? Ndio maarifa makubwa sana au ndio nini? Unawatisha watu yani, unavuruga unakoroga. Sasa watu wasumbuki nayo, wanakutazama tu. Leta pale, unashusha vitu vyako, watu wanashika, njoo hapa. Wewe uelewi hapa, hii ni isti'aratu at-tamlihiyya. Hii ni isti'aratu tahkimiyya. Hii ni isti'aratu al-istizaa. Sawa na mfano wa hayo. Inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri. Na mwisho kabisa niseme ya Rabbi, na kuomba warehemu wazazi wetu pamoja na mashekh zetu. Ya Allah, haya tunayafanya Mola wetu ikiwa tunapata thawabu. Ya Rabbi, tunakuomba thawabu zetu wapelekee wazazi wetu pamoja na mashekh zetu, kwa kuwa wao ndo chachu ya sisi kuyajua haya, kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal Alamin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na bila shaka lau mtapouona ujumbe huu mtakimbizana huku na kule kuhakikisha mnalifanya hili jambo ambalo bila shaka ni jambo bora kabisa kabisa. Allahumma, Mwenyezi Mungu tunakuomba kwa kila yule ambaye atakayefanikisha sisi kufanikiwa kupata vifaa hivi, ya Rabbi nayo mfanikishie katika yale anayoyatamani katika mazuri yaliyo katika nafsi yake kwa hurma na utukufu wako. Ewe ndugu yangu tunahitaji laptop kutoka kwako. Ewe ndugu yangu tunahitaji desktop kutoka kwako. Ewe ndugu yangu tunahitaji kamera kutoka kwako. Ewe ndugu yangu tunahitaji stendi, mataa, ili ofisi yetu na kadhalika studio yetu iweze kuwa imara zaidi. Boreshaji ni nani? Ni wewe ndugu yangu, na bila shaka unaweza pale utapoamua kulisimamia hili. Lakini kuna yule ambaye anasema mimi uwezo wa kamera sina, lakini changu kidogo ninaweza. Tutafute kwa namba hizo, insha Allah tutapokea mchango wako, na bila shaka tutanyanyua mikono kumwambia Mola wetu, huyu sio tajiri bali ameyafanya haya kwa mapenzi katika dini yako. Mola wetu, ya Rabbi nawe mpe mazuri kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal Alamin.